Gecha kutoka kanisa la EAGT ambapo ni moja kati ya watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi nzuri sana kwa kueneza kazi ya Bwana. Huyu askofu anachunga sehemu mbalimbali kwa hapa Tanzania, sasa katika majimbo haya Mwanza, Simiyu pamoja na Mara. Amekuwa ni moja kati ya baba askofu ambaye anafanya vizuri sana na watu wengi wamekuwa wakibarikiwa kupitia yeye. Na kabla hatujaweza kuungana naye kwa hapa studio kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na swala hilo, niweze kutupia macho na kutazama kupitia Biblia katika baadhi ya mafungu katika Yeremia 6 na ule mstari wa 16. Simameni katika njia kuu mkaone na kuuliza habari za mapito za amani. Hatuwezi kufunga mwaka 2025 bila kuacha kuwashukuru na kutoa heshima zetu za dhati kwa wale wote ambao wamekuwa ni wadau wa karibu sana, wakiwemo waimbaji wa nyimbo za Injili, ambapo wamekuwa ni moja ya sehemu ya jukwaa kubwa kabisa kupitia kipindi hiki kukifanya kiwe bora na watu wengi kukifuatilia kwa namna walivyotenga muda wao na kuonesha talanta ama kalama Mungu aliweza kubariki. Lakini pia bila kuwasahau mapadri, maaskofu na wachungaji ambao wametengeneza muda wao mzuri kabisa kwa kuweka mambo muhimu ambayo yamekufanya wewe kukuongoza katika mwaka huu wa 2025 kwa kuangazia mada mbalimbali ama sehemu tofauti ambazo tulikuwa tukigusia. Tuwape shukrani sana na pongezi za dhati kwa namna jinsi ambavyo mmekuwa nasi. Nina imani tutaendelea kuwa pamoja katika safari hii ya kuingia mwaka 2026. Kwa sasa bila kupoteza wakati, uko nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Keti hapo hapo, naendelea kuwa nasi. Tuma ujumbe wako. Tunachohitaji ni ushuhuda tu ambao Mungu ameweza kufanyia mwaka 2025. Niweze kuungana na baba askofu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Kumekuwa na lamsha za hapa na pale katika mwaka huu wa 2025, licha watu kupitia dhoruba na mateso ya huku na kule, lakini tuna imani Mungu ametupa nafasi nyingine ya pekee, maana sio wote ambao wamefika. Na katika mwezi huu pia umekuwa ni mwezi wa watu kutafakari kuwa Bwana kwa kupitia historia na sikukuu mbalimbali ambazo wameziandaa, hata pia tunapoelekea katika sikukuu ya mwaka mpya kukaribisha mwaka mwingine. Baba askofu, nina imani uko buheri wa afya kabisa. Mungu amekuwa mwema, ametupigania kama ulivyosema. Kwenye maisha lazima mwanadamu upitie hatua mbalimbali, changamoto mbalimbali, ili pia mkono wa Mungu uonekane, uwe na sababu ya kumtukuza. Amen, amen. Na sasa ningependa uweze kutubariki kwa ombi fupi sana tunapofungua kipindi chetu na kwenda kuiangazia mada pana na yenye ujazo wa Roho Mtakatifu. Karibu sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakusema asante. Wewe ndio umetupa siku hii kuishi na kuifurahia. Uwe na sisi Mungu, watazamaji wetu wote wanatufuatilia. Neema yako Roho Mtakatifu ikawasaidie kuyaelewa tunayojifunza leo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Tumekuwa na mada nyingi ambazo tumekuwa tukikiangazia. Najua si mara ya kwanza kufika na kuketi nasi hapa studio. Tulishaketi, lakini ni muda umepita, ila imempendeza Mungu leo tena tuweze kukaa hapa na kwenda kuangazia mada ambayo inasema amani tuliopewa kuishi nayo, kutoka katika kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 27. Na imani imekuwa ni chachu ya watu wengi kwenda kubarikiwa zaidi. Nina swali ambalo linaweza pia ukatupa taswira ya mwaka 2025. Baba askofu, kwa mwaka huu 2025, wimbo gani ambao umekuwa ni faraja sana kwako pale unapokuwa ukiusikia? Maana najua zipo nyimbo nyingi sana kwa mwaka huu. Kuna wimbo sema sijaukariri sana, lakini naweza kufuatilia baadhi ya maneno kwa sababu yana faraja fulani. Ameimbwa na Ambwene. Amezungumza jinsi ambavyo Mungu ametupigania, kinukuu taifa la Israeli, jinsi ambavyo lilipita katika vipindi mbalimbali. Wakati fulani walikuwa dhaifu, lakini Mungu alikuwa nguvu yao. Wakati fulani walionekana kama wanapigwa, lakini Mungu akawapigania. Amen. Kwa hiyo huo wimbo mimi huwa unanifurahisha sana. Amen. Na sio kunifurahisha tu, kunijenga. Amen. Na kunifanya mimi niendelee kuamini kwamba kuna kitu Mungu atakupigania. Amen. Ni kuendelea kumwamini. Amen. Ni kuendelea kumwamini na kupigania. Je, kwa mwaka 2025 una ushuhuda wote, kabla tujaingia ndani kutazama pia na watazamaji namna jinsi watavyo shiriki nasi kutuonesha namna Mungu alivyowatendea ukuu wake? Ushuhuda utakosa.
kule kuwa hai tu ni ushuhuda. Amen. Hakuna kitu kikubwa kama Mungu kukupatia uzima. Kuna watu wengine uzima ndio kule kupumua ni ushuhuda tosha. Watu hupenda waseme labda kuna baada ya kupata hiki na kile, lakini bila uzima huwezi kuvipata. Kinachotangulia ni uzima. Kwa kule Mungu kuniweka hai ili nitimize makusudi yake, huo kwangu ni ushuhuda mkubwa sana. Amen. Kubwa sana. Si wote ambao wamefanikiwa kufika tarehe 28 ya mwisho wa mwaka leo kabisa. Wala sio kwamba tumempa Mungu chochote. Tumesafiri kwa vyombo vinavyokwenda kasi, lakini Mungu amekuwa mwema, ametutunza. Tumeugua tukapona, tumekutana na hatari mbalimbali, labda Mungu ametuvusha. Kwa hiyo kule tu kuwa na uzima mpaka leo tunaongea, huo ni ushuhuda wangu mkubwa sana. Amen. Amen. Na mimi pia nina shuhuda, lakini tutazungumza kutoka karibu. Sawa kabisa. Ila tukiendelea tukitazama namna jinsi ambavyo Mungu amekuwa ni faraja kwetu, Yesu anasema amani yangu nawapatia. Hii amani ya Mungu ina tofauti gani na amani ambayo dunia inaitafuta sasa? Okay. Ni vizuri kwanza tujue maana amani. Amani ni kitu gani? Unajua, tunapoongea amani tuangalie ni nini, ili kutokea hapo tujenge sasa hoja kwenye vifungu vya Biblia na labda na kwenye maeneo mbalimbali ambayo watu wamejaribu kuzungumza habari za amani. Kwa tafsiri ambayo mimi nimeangalia kutoka kwenye kamusi ya Kiswahili Sanifu Tuki toleo la 3, inasema amani ni hali ya salama isiyokuwa na ghasia au fujo au vita. Kwa maana nyingine ni utulivu. Lakini maana nyingine alieleza pale ni kwamba ni matarajio au ya kupata kitu, matazamio au kutegemea au kutumaini kitu. Ndiyo. Lakini kwenye Wikipedia nimeangalia kamusi elezo huru inasema hivi: amani ni hali ya raha na salama bila ugomvi. Ndiyo. Ni kinyume cha fujo na vita. Ndiyo. Na sasa tafsiri nyingine ambayo mimi nimeipenda, ambayo nadhani hii inaweza kuwa inaendana na swali uliloniuliza, inasema amani kwa msingi wa neno la Mungu ni hali ya nafsi ya mtu kutokuwa na tafrani, wasiwasi, shari wala hofu. Nafsi. Unaona? Sasa narudi kwenye nafsi. Kwa hiyo hapo ndio maana unaona Yesu akasema hapo, ukisoma mstari uliosema wa Yohana, anasema amani yangu nawapatia. Anasema hauwezi kuipata kwingine. Ni vizuri tuisome kusudi wasikilizaji wetu waweze kukubarikiwa. Ni Yohana 10 na ngapi nimesema 10? Yohana 14 na ule mstari. Leo mimi na maandiko mengi sana. So unafahamu mimi nimeandaa maandiko ya kutusaidia. Kwa sababu tunafunga mwaka. Ili watu na mara nyingi Biblia unajua inajitetea yenyewe, inajieleza. Mara inazungumza. Mungu sasa wakati mwingine ni vizuri kuangalia maandiko yanavyosema. Sasa kama tuanze na andiko lako ulilosema kwenye kitabu cha Yohana sura 14 na mstari wa 27. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Sasa hapo kuna mawili. Kuna amani tunayoipata kwa Yesu. Ndio. Na kuna amani ambayo tunataka kwenye ulimwengu. Sasa unaanza kuona amani hapa sasa katika migawanyiko miwili. Tumeona tafsiri za amani katika namna tofauti. Tumeona kwamba ni hali ya kuwa na utulivu, kutokuwa na vita, kutokuwa na nini. Lakini sehemu nyingine tukaona amani ni kulingana msingi wa neno la Mungu ni nafsi ya mtu kuwa na hali ya utulivu bila wasiwasi, bila hofu, bila mashaka. Kwa hiyo kumbe basi Yesu alipokuwa anazungumza amani yangu nawapa, alijua maisha ya mtu bila yeye kumpa amani hiyo. Mwanadamu amejaa hofu, amejaa wasiwasi, amejaa mashaka, amejaa hali ya shari, tafrani, nafsi ya mtu. Sasa hii nafsi ya mtu ndio inakuja kutafsiri nje. Unaona watu wanafanya matukio huku nje, lakini tatizo limeanzia ndani. Kwa sisi tunataka kuzungumza wakati mwingine amani kwa maana ya ile tafsiri ya kwanza
ambayo tumesema labda tunazungumza ya kidunia, amani ya dunia au amani ya nchi au amani ya ukoo au ya nani, lakini amani ya mtu. Kwanza mtu tu anaweza kuwa mwenyewe, na kwa mujibu wa andiko hili akawa hana amani. Yaani kama bila Yesu kukupa hiyo amani yake, unaweza kuwa hivyo ulivyo lakini huna amani. Japokuwa unaweza kuwa una walinzi, unaweza kuwa unakula unashiba, unaweza kuwa umesoma, unanielewa? Unaweza kuwa una kazi, lakini sio kazi inayokupa amani. Sio fedha inayokupa amani. Hivyo ni vitu ambavyo kulingana na maandiko Yesu amesema, amani yangu nawapa, si amani wapawe, sio ambayo ulimwengu unatoa. Sijui unanielewa? Ulimwengu unaweza kutoa amani aina fulani, lakini Kristo Yesu anatoa amani ambayo itakupa utulivu nafsini. Sijui unanielewa? Sasa kuna sio unaniruhusu niendelee kidogo? Sasa swali la msingi baada ya hiyo hoja iliyotuanzishia kwenye hicho kitabu, na mimi nimependa, na maana pia nilikuwa nimeshainukuu hapo. Swali lingine linalozuka hapo kwamba ni vizuri tujue kwamba chanzo cha amani ni nani? Ukisoma Ayubu ile sura ya 22 mstari wa 21 inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Mungu anapozungumza habari ya na amani ambayo Kristo anaitaka, ambayo unapewa, imejengwa kwenye kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, Mungu anakupa amani. Haina maana, sasa hapo ndio unielewe vizuri. Haina maana kwamba ukiwa na amani ya Mungu huwezi kupitia changamoto za maisha. Ila kwenye kupitia changamoto za maisha, ndani ya moyo unakuwa na utulivu ambao umepewa na Mungu, na Kristo Yesu. Si unanielewa? Yaani haupanic, hauogopi, haushtishwi. Si unanielewa? Ndio maana historia kwenye Biblia inazungumza habari ya watu wa mwanzo waliokuwa wamemfuata Kristo Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Wale watu walipitia changamoto sana katika kipindi fulani, lakini kwa sababu watu walikuwa hawawaelewi, kwa baadhi ya viongozi wa dini za wakati ule, kwa sababu zilikuwa mtu ni kiongozi ni dini, lakini ilikuwa na wale watu walikuwa wanampa Yesu maisha hawakuwa wameeleweka kama ni watu waliona kama ni watu wanaofanya vitu vipi ambavyo havikubaliki katika jamii. Kwa hiyo wengi waliwatisha, wengine waliwafunga, wengine waliwaua. Lakini kwa mujibu wa Biblia wale watu walikuwa na furahi. Sio, unanielewa? Nini? Hata kama kwa sababu ya ile amani ambayo Kristo alikufanya nini? Aliwapa. Saa zingine hata kama unapitia changamoto ya magonjwa. Sio, unanielewa? Mtu aliyemwamini Yesu haogopi magonjwa. Yanaweza akabiliana na magonjwa, lakini ndani ana amani. Kwa sababu yeye nafsi yake imetulizwa. Hofu, kwani watu wanaogopa nini? Hofu na mashaka. Hofu na mashaka. Kile unachokiogopa wakati mwingine huna uhakika na unakokwenda. Kwani watu wanaogopa kufa? Kwa sababu hawajui wana kifo wataenda wapi. Sio, unanielewa? Mtu anaweza kuwa mjanja katika mambo yote, lakini yeye mwenyewe akifikiri kuhusu kufa anakosa raha. Lakini ukimpata Yesu anakupa amani, kwa sababu unakuwa unajua baada ya kufa utaenda wapi. Amen. Baada ya maisha ya dunia hii utenda. Kwa hiyo Biblia ndio maana natutaka hapa tumjue sana nani? Mungu, ili tuwe na nani? Tuwe na amani. Sasa nusu niseme kitu kingine hapa kwamba Mungu anataka amani ni baraka ambayo Mungu anataka kumbariki kila mtu. Ukisoma Zaburi ile 29 mstari wa 11, inasema hivi. Zaburi 29:11 inasema hivi. 29:11 inasema hivi: Bwana na awape watu wake nguvu, Bwana na wabariki watu wake kwa amani. Yaani Mungu anataka amani, ni baraka ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Amen. Sasa sisi tukizungumza baraka kwenye maisha, watu ndio hiyo nikasema Yesu akasema baraka amani yangu nawapa, sio dunia nawapa. Mtu mwingine kwenye dunia ukijenga nyumba unasikia nimepata amani. Nikinunua gari nikioa lakini mtu anaweza akaoa akafurahi siku moja tu, ya pili vurugu zikaanza. Lakini amani ni baraka. Amen. Mtu anayepewa na Mungu, kwamba ana nyumba, kama anayo nyumba au hana, ana gari au hana, ana mke au hana, anaumwa au ana afya,
lakini akiwa na hiyo baraka ya Mungu kwenye maisha yake, ana utulivu kwenye nafsi yake. Sasa mimi hapo kutokana na maandiko ya Biblia Askofu George Gecha ulivyoeleza kwa usahihi, na imani kuna mtazamaji anatutazama kwa sasa hapa katikati kwa mwaka huu 2025 kumekuwepo na zoruba ya hata pia ya amani ya nchi kupoa. Okay. Na tumetazama mambo mengi yamejitokeza huku na kule, lakini na hata pia kwenye familia, ndoa na biashara, migogoro imekuwa ni mingi. Huyu mtu ambaye anatutazama kwa sasa, ambaye anapitia hali kama hii, anawezaje sasa kuitunza ile amani ya moyo? Na ukitazama amekutana na maswaibu mengi kweli kweli, wengine wamepoteza ndugu, familia zimevurugika, na kama namna jinsi ulivyotueleza. Niseme hivi, kwenye maisha ukishazaliwa, kwa nini mtoto anapozaliwa tu analia? Ameingia kwenye dunia ya changamoto. Anaingia kwenye dunia ya changamoto. Unanielewa? Dunia nini? Ya changamoto. Na asipolia wanajua wanasema sio hayuko hai. Kwa hiyo unaanza uhai kwa kulia. Kwa sababu gani? Kwanza kwenye maisha haya changamoto zipo. Yaani nitakuonesha huko mbele baadhi ya maandiko. Ndio. Yaani sio huu mwaka tu, kuna miaka mingine tulipitia madhoruba mbalimbali, meli meli MV Bukoba ilizama, kuna wakati fulani huko nyuma treni zilipata ajali, matukio mbalimbali yalitokea kwenye maisha. Ajali hivi ni vile tunavyoona vinaripotiwa, kuna vingine viripotiwi kwa mambo ya ajali huko baharini, huko ziwani, labda watu wanapata dhoruba tu ya upepo mkali. Kwa hiyo mimi nizungumze hivi, ukiwa na amani, ndio maana point yangu imekwambia hivi, ile amani anakupa Yesu inakufanya upite kwenye changamoto za aina yote ya maisha. Sijui unanielewa? Zozote zile, ziwe za ugonjwa, ziwe za machafuko ya aina yote yale, lakini ile amani ya Kristo itakutuliza ufahamu. Kwanza itakupa akili jinsi ya kuvuka kwenye kipindi hicho. Mfano mzuri tukitazama hata pia kwenye baadhi ya manabii ambao walikuwa wamekuwa ni funzo kwa ulimwengu na hata pia tumekuwa tukiwatumia kama mfano wa kuigwa tunapokuwa tukilisoma neno la Mungu ama kuhubiri watu wengine waongolewe. Tukimwangalia aliyekuwa na ukoma na amani. Ilifika hatua amani ya familia ilikosa kabisa. Hata mke wake naye pia akahitaji kumtenga kutokana na kile ambacho alikuwa amekipitia. Unadhani kwa wakati ule na wakati wa sasa imani hiyo ipo? Wapo watu kwa mfano sasa, huo mfano nikianza na huo mfano uliotoa wa Naaman. Si unaona anamke. Tena wewe kuna mambo mengine niseme, alikuwa ni kiongozi mkubwa wa jeshi la nchi Naaman. Lakini alikuwa na ukoma ambao ulikuwa na nyema nini? Amani moyoni. Mke anaye, cheo anacho, watu wanamuita bosi, lakini hana amani. Hana amani ya moyo. Ndio maana kwamba amani ya moyo ni tofauti na watu wanavyodhani kwamba kuwa na vitu, kuwa na hiki, kuwa na kile ndio kuwa na amani, au kukaa tu umetulia au na vitu fulani hapo. Hapana. Mungu tu, ndio niweke vizuri, ndiye anayekupa amani ya nini? Ya moyo. Ndio maana katika ile andiko tumesema kwamba hiyo ni baraka ya Mungu. Lakini pia wewe unatakiwa umjue Mungu ili hiyo amani uwe nayo. Maana kama humjui Mungu kwenye maisha, unaishi kivyako mwenyewe, basi huwezi kuijua hiyo amani ya Mungu. Utakuwa amani, wewe watu wakizungumza amani, wewe utakuwa unatoa tafsiri tofauti. Amen. Sio, umenielewa? Na labda huko mbele kulingana na leo swali ulikuwa umeniuliza, nikipata nafasi nitalizungumza kidogo. Na hapo lazima uligusie vizuri. Lakini sasa hivi niseme kwanza amani inapatikanaje? Amani inapatikana. Na kabla hujagusia kwenye amani inapatikanaje, baada ya hapo pia tutaelekea kutazama shuhuda za namna jinsi watu walivyobarikiwa kwa mwaka 2025. Haya. Sasa amani kwanza hutafutwa. Amani hutafutwa. Iwe ni ya moyoni au hii ya kawaida. Lakini naongea sana kwanza ya moyoni, sawa? Ambayo Kristo anakupa. Unaitafutaje? Ukisoma maandiko ya haya ya Zaburi 34 mstari wa 14 unasema hivi. 34:14 inasema hivi: uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Utafute nini? Amani.
wanatafuta dunia leo. Unasema, usikia vijana wanasema natafuta hela, watu wanahimizana tafuta hela. Hakuna mtu anayewaza au kuhimizana kutafuta amani. Naona sasa mtu anapata hela lakini nagundua nafsini mwake hana amani. Sasa ile hela inamuelekeza kufanya mabaya, inamuelekeza kuumiza wengine. Si unanielewa? Kwa sababu hela bila kuwa na amani ya Mungu itakufanya either uumize wenzako au au mwenyewe kuumize. Sio, umeelewa? Ndio maana ukuta mtu anaipata hiyo hela anaisha kufanya ukahaba, anaipata hiyo hela anaisha kutumia vilevi na madawa kulevya. Lakini ni hela ambayo aliitafuta, alipoipata sasa, kwa kuwa hakuwa anamjua Mungu, ikampeleka sasa kuishi maisha ya dhambi. Lakini kwa mtu anayemjua Mungu, ataipata hiyo hela, atakapoipata itampeleka kwenye kufanya mema. Sio, unanielewa? Mema kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine. Ndio maana hapa nasema amani inatakiwa fanya nini? Itafutwe na uifuatie. Iko wapi? Wapi hiyo amani? Hiyo amani iko wapi? Maana kuna wengine huenda wanapitia swala hilo wakasema, ngoja niende kwa Askofu George Geja, maybe akiniombea nitapata ile amani. Amani sio haiji tu kwenye maombi peke yake. Nimekwambia kwanza umpe Yesu maisha, mkuu wa amani. Unajua Biblia inamsema Yesu ndiye mfalme wa amani. Umkubali atawale. Maana moyo unatakiwa kutawaliwa. Kama unavyoona nchi inatawaliwa na ina viongozi, ina wafalme, ina marais, ina mawaziri wakuu kulingana na sera ya nchi husika, vivyo hivyo na moyo wa mtu unahitaji mtawala. Ndivyo hivyo na moyo wa mtu unavyohitaji mtawala, kwamba ni Yesu au ni shetani. Kama mtu hana Yesu, basi shetani ametawala moyo wake. Lakini kama mtu Yesu ametawala, basi shetani hana utawala. Bana, ndio maana imetumika nuru na giza. Unaelewa? Giza likiwepo, nuru haipo. Nuru ikiwepo, giza halipo. Na sasa hapo tunaenda kuangazia giza likiwepo, nuru haipo, na nuru ikiwepo, giza halipo. Tutaenda kutazama namna jinsi ambavyo tunawezaje sasa kuipata hiyo nuru kwa kupitia mada ambayo iko mezani siku hii ya leo. Ngoja tusikilize Askofu George Gecha. Wadau wenyewe pia wanasema nini kwa mwaka 2025. Tunawakaribisha sana. Ngoja tusikie. Huyu anaitwa Grace kutoka Mbeya. Hakika Mungu atabaki kuwa Mungu tu, kwa mema na mabaya. Pia nimepitia magumu ya kuondokewa na baba na mama ndani ya mwaka huu. Mungu anipe mawazo mema, nyimbo zake zinanifariji sana sana mimi. Ni shuhuda kwa kweli inayogusa sana. Na kama ulivyosema si wote ambao wamefika. Huyu anaitwa Ezekiel Stefano Silumande, nipo Dar es Salaam, line polisi Kunduchi. Nimependa nimshukuru Mungu kwa yote alionitendea, kunipigania na maadui zangu, hata familia yangu pia kuipigania. Huyu ndo alivyotoka akashukuru hivyo. Naitwa James binafsi, nyimbo za Ambwene zimekuwa ni faraja kwangu, yeye zimekuwa ni faraja kwake, na wewe pia nina imani zimekuwa ni faraja kwako. Anasema kwa majina anaitwa Pendo kutoka Dodoma. Asante na maombi yako mema ndani ya maisha ya mwanadamu, nawe pia Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, amina. Huyu yale maombi yamemgusa. Na huyu asema mimi naitwa Rwegasira Wasumve Mwanza, na mshukuru Mungu amenitetea katika maisha yangu na familia yangu. Lakini huyu simesema kwamba kwa majina yangu naitwa Mariamu Arusha, nilitiwa nguvu upendo kama huu. Na huyu asema habari za asubuhi hapo katika kipindi cha Mkato Msifu Mungu. Namshukuru Mungu kanitendea uzima, kwani kama si yeye hakuna kinachowezekana. Kuna wengine leo wamepata ajali. Na huyo sema Mungu kanisaidia katika maisha yangu. Naitwa Jacobo, hajasema natoka wapi, lakini huyu anasema kwamba Mungu akubariki baba, niko na kutazama kupitia Star TV. Mimi Yeremia niko Isamiro. Huyu anakutazama, ni mdau wako wa karibu sana. Na huyo anasema kwamba anaitwa Liziki Masawe kutoka Rombo, Kilimanjaro, na watakia Jumapili njema hapo studio. Mungu akubariki sana. Anasema kwamba namshukuru Mungu kwa kuniwezesha hadi kufika hapa, na wala sio kwa ujanja wangu. Huyu anasema kwamba haleluya, asante kwa ujumbe kuhusu amani, ni baraka ya Mungu. Neno amani limeandikwa katika Biblia mara 300
76. Sio jambo dogo. Mchungaji Thadayo Noah Shangau wa Dodoma Chamwino huyu. Lakini huyu Simuge anasema kwamba moyo wa mtu unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama Mungu hana nafasi ndani ya mtu huyo atakuwa hana maamuzi sahihi. Huyu ndivyo alivyotuacha hivyo, na hizo ni shuhuda tu. Mtazamaji, tuma ushuhuda wako kupitia nambari hiyo ya simu. Ni Jumapili ya mwisho tarehe 28, haitakuja kujitokea tena kwa mwaka huu 2025. Tuma ushuhuda na sisi pia tutausoma, huku tukiendelea kujifunza mengi kutoka kwa Baba Askofu. Baba Askofu, tuendelee sasa. Tumeishia pale. Kwanza ni wapongeze hao watazamaji wetu, wamesema vitu vya maana, na Mungu awabariki sana kwa kutufuatilia. Na kwa kweli ni kama unavyoona, kila mtu ana kitu cha kusema. Maisha yetu yamejaa ushuhuda, na kama hakuna mtu, na kama hauna kitu cha kusema, basi unaweza kusema una matatizo. Ni kwa mtu labda hajawa tayari, lakini hakuna mtu asiyekuwa na cha kusema kabisa. Hakuna kabisa. Kwenye maisha kuna masimulizi. Kila mtu ukimpa nafasi akasema, unaweza wakati mwingine ukatoa machozi. Kuna mambo Mungu anawafanyia watu. Kuna mahali Mungu anamtoa mtu na kumfikisha viwango fulani. Katika huu mwaka kuna watu waliingia wakiwa wamechoka, lakini tunapomaliza tarehe 28 hivi wako na nguvu, wako na neema ya kipekee. Kwa hiyo Mungu ni wa kushangaza. Na ndio mimi namwambia mtu yote, hata kama anaumaliza huu mwaka akiwa katika changamoto za aina fulani, awe na amani ya Kristo moyoni. Mungu atamtetea. Mungu ni mwema, hajawahi kuacha kutenda kitu kwa mtu ambaye anamtumainia. Labda niseme andiko lingine, na baada hapo tutaendelea sasa pale hapo. Kwenye ile ya kutafuta nataka niongeze maandiko mengine kwamba amani ufanye nini? Utafutwa, si sawa? Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12, Waebrania sura ya 12 kuna huu mstari wa 14 unasema hivi: tafuteni kwa bidii. Kwa nini? Kwa bidii. Kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Hizi ni sentensi mbili. Mungu anasema uweke bidii kwenye kutafuta amani na utakatifu. Utakatifu unatakiwa uweke bidii kuutafuta. Amani unatakiwa uweke bidii kufanya kuitafuta. Bidii. Ndio maana nikasema swala la amani ni kitu cha kufanya bidii kwako binafsi, ndani ya familia, ndani ya maeneo unakaa na majirani zako. Watu wanapozungumza amani, watu wanaruka tu kule juu, lakini kuna watu kwenye na jirani tu hawaongei. Sio jirani, watu kwenye familia, mtu na kakake na dadake, mtu na mke wake. Unakuta unashangaa ni Mr. ni Mrs. mtu, lakini ni vita. Yaani hafadhali na vita ya nani ya Ukraine. Maana unakuta mke kila siku vita, wanapigana kila siku. Unashangaa ni nini? Hawajampata Bwana wa nani? Wa amani. Ukipata amani moyoni, itakufanya kwanza kuwa mvumilivu juu ya mwenzako. Sio, unanielewa? Itakuweza kufanya wakati mwingine uweze kuchukuliana na madhaifu ya mwenzako. Sasa hivi ndoa zinaachana sana. Yaani watu wanavunja ndoa. Vijana wengi sasa hivi wanaoa kwa gharama kubwa, sherehe kubwa, mambo makubwa. Yaani siku hizi ndoa mnazitukuza kwa sio ndoa actually, zile sherehe za harusi mnazitukuza sana hata kuliko ndoa yenyewe. Sasa unakuta baadaye hiyo ni kitu kimoja, lakini kuitunza ndoa ni kitu kingine. Kuitunza ndoa kunahitaji amani ya moyo, wewe mwanaume au wewe mwanamke. Sasa siku hizi kuna vurugu nyingi tu, watu wanapigana, na hilo alizungumzwi. Ndio nilisikia msajili wa ndoa anazungumza taarifa za ndoa watu ambao wanaachana. Inasikitisha. Kwa nini? Maana yake watu hawana amani nini moyoni. Kesi za kuachana, za kupigana, wameumizana, wengine wanauana. Wewe mke uliyempenda, ukamuita baby, ukamuita hani, akakuita sweetie, leo kwa nini unamuua? Kwa nini unampiga bastola? Kwa nini unamwambia nenda kwenu? Kwa nini unampa sumu? Manake tatizo liko ndani ya moyo. Moyo wako una amani, una mafuriko, hauna utulivu. Ndio maana tunasema
Amani lazima uweke bidii kuitafuta. Ukitaka ufanikiwe kwenye mambo yako ya kazi, kwenye mambo yako ya biashara, kwenye mambo yako ya kila siku, mtafute Yesu mkuu wa amani, ambaye akiingia kunakuwa na shwari kuu. Amen. Anatuliza. Sasa lazima uweke bidii, lakini watu sasa leo wanaweka bidii kutafuta elimu, wanaweka bidii kutafuta hela, wanaweka bidii kutafuta vitu mbalimbali. Lakini nani anaweka bidii kutafuta amani na kutafuta utakatifu wa Mungu? Maana hivi vitu viwili vinaenda pamoja. Amen. Utakatifu wa Mungu ni jinsi ya kutunza maadili yako ya kila siku. Kuishi baada ya kumpa Yesu maisha. Yeye ana mwongozo wa kufanya uishi. Sio, unanielewa? Ili aendelee kutenda kazi pamoja na wewe. So umeshamjua Mungu. Kwa yale maisha yako ya kila siku ambayo sasa yako ndani ya utawala wa Kristo Yesu. So moyo wako unakuwa umetawaliwa na Yesu, umemkubali awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ukishamkubali Yesu, anatuliza. Ndio maana unakushangaa watu wanashuhudia, wanasema hivi, mimi kabla sijaokoka na baada ya kuokoka. Unaona, kabla sijaokoka nilikuwa hivi na hivi na hivi, na baada ya kuokoka nimekuwa hivi na hivi. Maana yake mtu huyu mmoja, labda mimi ni George West, ni unaitwa Bwana Masanja. Maana yake kabla hujaokoka, mtawala alipokuepo yule mwingine alikupeleka kwenye ulevi, alikupeleka kwenye kugombana, kutukana na kufanya mambo yote ya hovyo na makosa mbalimbali ya hovyo, sawa? Ya kutukana watu. Lakini ukishaokoka, Yesu akaingia kama mfalme kwenye maisha yako. Sasa yeye anakufanya wewe ni mtu mwenye adabu, mwenye kujiheshimu na kuheshimu wengine. Sio, unanielewa? Mwenye kumpenda Mungu, mwenye kukataa maovu, kukataa ulevi, kukataa mambo ya hovyo, zina, vyote vile ni mpaka aingie Yesu mwenye utakatifu. Hatujifanyishi sisi, ila yeye anakupa uwezo. Biblia inasema aliwapa uwezo kufanyika kwa watoto wa nani? Wa Mungu, wale waliompokea. Ukimpokea Yesu Kristo, anakupa huo uwezo. Sio, umeelewa rafiki yangu? Kwa hiyo tunaposema kutafuta, labda nikupe andiko la mwisho la kutafuta. Ndio, kwa kifupi sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:11. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 11 unasema hivi. Na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Mtu afanye nini? Aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Amani ni ya kutafuta na kuifuata sana, ili vitu vingine vyote vikae sawa. Amina. Tunatakiwa kabisa kwa namna yoyote. Ndio maana pale Yesu akasema, nitoavyo mimi amani yangu nawapa. Yesu aliweka wazi kabisa, akasema amani yangu nawapa. Nitoavyo mimi ulimwengu huwezi kufanya nini? Kutoa. Hiyo product ya amani anaitoa ni Yesu. Amen. Sio, unanielewa? Hakuna kwingine kote. Na amani ya moyo inaanza na Yesu. Ukishampa Yesu nafasi, amani ya moyo ndio inaanzia pale. Na asante sana Askofu George Gecha, na muda wetu unavyozidi kukimbia, kuna bado jumbe nyingi kweli, shuhuda ni nyingi kweli lakini ninapoenda kuzisoma shuhuda, ningependa, kuna swali ambalo pia utakuwa unaliandaa. Kuna swali nitakuuliza ambalo tukirejea utaweza kulirejelea vizuri kabisa, ambalo tunasema wewe ni baba wa kiroho na umepita sehemu nyingi. Unaona vipi kanisa linapaswa kujiandaje ili kutembea katika amani hii kwa wakati huu, na ukiangalia vurugu na machafuko ambayo yameweza kujitokeza tunapoelekea mwaka 2026? Ngoja tuelekee kwenye jumbe, alafu pia tukirudi utatuambia kuhusu swala hilo. Na mtazamaji, kwa sasa ngoja tutazame jumbe mojawapo. Baba Askofu huyu anasema, mimi naitwa Petro Lushinika, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimemaliza shule salama mama. Nimemaliza shule salama, maana nimepitia changamoto za kukatisha tamaa, ila Mungu kanisimamia. Na huyu anasema kwamba anaitwa Musa Warioba, niko Mkuyuni Mwanza, na mshukuru Mungu na familia yangu na imani tutafika mwaka 2026. Anaitwa Solomoni kutoka Ken Kilimanjaro, na watakieni Jumapili njema. Mungu akubariki sana. Tunabarikiwa sana watu wa Mungu, na Mungu akubariki nawe pia. Anasema anaitwa Lydia Justin, nipo Arusha. Kwa kweli namshukuru Baba Askofu kwa somo lake la amani, kwa sababu nimepewa barua ya kusimamishwa kazi. Kwa kweli nilikosa amani, lakini sasa nitakuwa na amani kwa kuwa umenielewesha vizuri. Huyu amepewa barua ya kusimamishwa kazi. Tunaona namna gani watu wanavyopitia. Sasa unaona amechosema kitu kikubwa sana. Unajua ukisimamishwa kazi maana yake ni hivi, hofu inaingia. Nitaishije?
nitalipaje hivi, maisha yangu nitayaendeshaje? Sio, unaelewa? Lakini unasikia kitu kikubwa ambacho amekisema hapa. Kristo ambaye ni Bwana wa amani anatuliza nafsi yake. Kwamba usiogope, usiwe na hofu. Mungu ana mlango mwingine. Unapofunga mlango huu, ukifungwa mlango huu, Mungu ufungua mlango mwingine. Ndio maisha yalivyo. Yaani maisha sio kwamba eti leo ukifukuzwa kazi hapa eti wewe ndio unaenda kufa. Sio kweli. Maisha hayako hivyo. Sawa, na imani Mungu ataendelea kumsimamia na kumtia. Atamfungulia mlango, na mimi ninamuombea kwa neema ya Mungu. Mungu amtendee muujiza mkubwa. Na baada hapo tutakuwa na sehemu pia ya maombi kwa ajili ya watu hawa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Jasho Mtimbalu, nipo Mwanza, na mshukuru Mungu kwa uzima nilionao na mpaka leo, maana uzima ndio kila kitu. Anasema daima amani hutoka moyoni na si vinginevyo. Kama moyo hauna amani ni kazi bure. Ni Bazo Mpangala wa Babati, Manyara huyu. Anasema kwamba anaitwa Veronica kutoka Liwale. Mfalme wa amani aimidiwe kwa matendo yake makuu. Anasema baba, ujumbe wako soma Wagalatia hiyo 6 mpaka ule mstari wa 17. Mimi Yeremia niko Isamiro huyu. Lakini anasema kwamba kweli amani ni kila kitu katika maisha yetu ya kila siku. Mimi nipo namsikiliza baba askofu na anasema nabarikiwa sana. Naitwa Edward Chundwa, nipo Kigoma huyu. Na anasema kwamba namshukuru Mungu kwa amani alionipa ya kumjua na kuishi licha ya changamoto za hapa duniani, lakini kumjua Mungu ni amani tosha na ya kweli. Santieli Temba toka Lambo Moshi huyu. Jumbe ni nyingi kweli kweli, shuhuda ni nyingi. Na huu ngoja tumalizie na tukaingia kwenye swali letu. Anasema naitwa Astelia Emily kutoka Bukoba. Kwa kweli nimeuona mkono wa Mungu katika maisha yangu. Nimepitia changamoto sana, ila bila Mungu nisingeweza kufika hapa. Watu wana shuhuda nyingi kweli kweli, baba askofu. Manake Mungu anaonekana kwenye maisha yao. Ya Mungu anaonekana kweli. Na ni jambo la faraja. Tuende sasa katika labda una kitu cha kuzungumza kabla tujaingia kwenye swali letu kalijibu kwa sahihi. Mimi nafikiri tuendelee na utaratibu. Kunitaka tu kuna mambo mengine nataka kuonesha hapa yanayozungumza kuhusu nani ambaye anatoa amani. Sawa, na ndio. Na kabla hujagusia hapo kuna swali ambalo tuliweza kuligusia kuhusiana na ilikuwa tunasema ambapo tunasema wewe ni baba wa kiroho, lakini unaona kanisa linapaswa kujiandaa vipi? Okay, sasa hilo swala nilijibu kwa namna hii kwa ufupi sana. Kwa sababu kwanza nisisitize kwamba ni ushauri wangu kwamba mtu ampokee Yesu. Amen. Mwanadamu ampokee Yesu ili awe na amani moyoni mwake. Ukimpa Yesu maisha yako, kwanza unasamehewa dhambi zako. Si unanielewa? Unakuwa na ile hofu ya kwamba ukifa utaenda wapi, inaondoka. Alafu unakuwa kwenye maisha ya kila siku, unakuwa na ujasiri kwa sababu yeye mwenye kuweka amani ya moyo hata kwenye maisha. Hata kama unapitia changamoto fulani kwenye maisha, hazitakusumbua. Na turudi kwenye swali lako. Swali uliloniuliza la kwamba kanisa linatakiwa lifanyeje kuingia mwaka mimi niseme kitu kimoja. Kanisa Mungu alishatoa utaratibu. Nisome kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya ngapi? Ya 2. Unajua nikwambie vitu, kusoma maandiko itatusaidia kuweka msingi mzuri. Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza unasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu gani? Wote. Hiyo ndio kazi sasa, nataka kuambia kazi ya kanisa kwa mwaka unaokuja. Na nielewa kwamba dua na nini na sala zifanyike kwa watu wote. Namba 2, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka kuishi maisha ya utulivu, tuishi maisha ya utulivu na nini na amani katika utaua wote na ustahivu. Mstari wa 3, hili ni zuri nalo la kubalika mbele ya Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Sasa nisikilize vizuri hapa. Kanisa la Mungu
kusudi lake hapa duniani ni kuwafanya watu wamgeukie Kristo. Linamtafutia Yesu wafuasi. Si unanielewa? Sasa kwa mujibu wa andiko hili, Mungu analielekeza kanisa kuombea watu wote, kuombea watawala na wafalme na wenye mamlaka. Si unanielewa? Ili kuwepo na amani, kuwepo na utulivu. Si unanielewa? Ili kanisa lifanye kusudi la kuwafikishia watu habari njema. Amen. Si unanielewa? Yaani kanisa sio wanaharakati. Si unanielewa? Kanisa lina mission kabisa ambayo Yesu aliwaachia. Yesu anapoondoka duniani alisema hivi, enendeni ulimwenguni mote mkafanye mataifa kwa nini? Wanafunzi wangu. Si unanielewa? Sisi kanisa tuna mkakati kabisa ambao tumeelekezwa. Sisi tutahukumiwa na Mungu kwa uzembe wa kutokufikisha habari njema kwa watu. Si unanielewa? Lakini ni lazima tuombee nchi, tuombee watawala, tuombee watu wote, ili kuwepo na amani na utulivu, ili habari njema. Unajua, ni kukwambia hivi, utawala wa Yesu na utawala wa dunia ni tofauti. Hii duniani, unajua, kama mfano Tanzania, sisi tunatawaliwa na rais, ndio? Lakini kuna nchi zingine wanatawaliwa na wafalme. Si unanielewa? Kuna nchi zingine wanatawaliwa na masultani. Si unanielewa? Kuna nchi zingine wanatawaliwa na waziri mkuu. Na hizi tawala, kuna zingine za kidemokrasia, kuna zingine watu wanapindua. Si unanielewa? Kama Burkina Faso ni wapi pale? Amepindua, na sehemu zingine. Sasa lakini kwa kanisa waliomo humu kwenye hiyo nchi, wao hili andiko linawaongoza, whether amepindua, whether sijui ni mfalme, whether ni sultani, whether ni waziri mkuu, whether ni rais. Wewe kama kanisa, sehemu yako ni kuombea hilo taifa. Si unanielewa? Kuna andiko kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati, niruhusu nisome kidogo pale. Mambo ya Nyakati inarandana na hii hapa. Kwenye Mambo ya Nyakati hapa inarandana, kwa sababu nisipoisoma hii nitakuwa sijakamilisha kile ninachotaka kukizungumza vizuri. Mambo ya Nyakati wa kwanza 7. Anasema taifa inatakiwa liponywe. Sasa kama taifa inatakiwa kuponywa, inatakiwa watu kuomba. Yaani sisi watu tunaomjua Mungu, tumepewa heshima na Mungu kuliombea nini? Kuliombea taifa. Ni Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Yaani sisi kama kanisa tunatakiwa kuombea nchi. Si unanielewa? Tunatakiwa kutubu kama kuna dhambi zozote tunazozijua za nchi hii, kutubu. Mungu alisamehe taifa letu. Hatupo kuihukumu. Sisi Mungu ametuweka kuliombea rehema taifa. Si unanielewa? Sisi tuko katikati ya Mungu na taifa. Sisi kama kanisa, ili tuweze kuomba rehema za Mungu, aliponye taifa katika kila aina ya ubaya wowote uliowahi kujitokeza au unaojitokeza, ili mioyo ya watu iwe na amani, ili kuwe na nchi iende mbele kwenye mambo yote. Na mimi ni ushauri wangu kama kiongozi kwamba nchi yetu inatakiwa kusonga mbele. Tuendelee na maisha. Tunatakiwa kuliombea taifa letu. Tunatakiwa tuanze kupendana. Tunapoingia mwaka huu unaokuja, tunatakiwa tupendane. Tunatakiwa kuachilia. Unajua, kwenye kusamehe, ni mwenye nguvu humsamehe yule mwingine asiyekuwa na nguvu. Hata ndani ya familia, kama amegombana mke na mme, mwanamke mwenye nguvu ya kiroho ndani, yani mwenye uwezo wa kuachilia, ndio huanzisha swala la nini? La msamaha. Lakini kama wote mtakuwa mmekaza, hiyo ndio itavunjika. Sawa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo hapa tulipofika sisi, pamoja na yote aliyopita, tunapoingia mwaka mpya, kama watu waliozoea kusema mwaka mpya na mambo mapya, hebu tufanye mapya, tuanze upya,
tulipende, yani tuliweke bidii kwenye taifa letu. Kama ni vijana waweke nguvu kwenye kufanya kazi, kama ni wakulima, kila mtu sehemu yake, na watu waanze na Mungu. Yaani ninachotaka kusema hivi, watu waanze na nani? Na Mungu. Sawa. Unaposema hapo watu waanze na Mungu, kulingana na muda jinsi unavyokimbia kweli kweli, na bado tutahitaji pia kwa ufupi sana uweze kutupatia maombi. Maneno yako matatu ya mwisho tunapoingia mwaka 2026, kwa sababu kwa sasa tumekuwa na heka za sherehe kuingia mwaka mpya, sikukuu. Ni yapi maneno yako matatu ya kuatia moyo watumishi wa Bwana wanapoingia mwaka mpya na kuanza kwa kishindo? La kwanza kumshukuru Mungu kwa maisha yao yote ya mwaka huu 2025. Ya pili kumwamini Mungu kuwaongoza kwa mwaka unaoanza. Kwanza na Mungu. Ndio maana nasema kwanza na Mungu, maana yake umwamini Mungu akuongoze. Mwaka una miezi 12. Una safari ndefu. Siri za huko mbele hakuna anayezijua, za Februari, za Machi au Juni, hakuna, ila Mungu ndiye anazijua. Sisi tumepewa kujua siku tunaoishi. Sio, unanielewa? Siku naoishi ndio siku naijua. Hizo zingine anazijua Mungu. Kwa hiyo ni kuendelea kumtumaini na kumwamini Mungu. Saa zingine kuweka vitu moyoni vinakugharimu. Mimi nasema hivi, furahia siku Mungu anayokuwa amekupa, maana hiyo ndio yako. Ndio maana Biblia inasema furahini, tena nasema furahini siku zote katika nani? Katika Bwana. Maana yake Mungu anataka ufurahi kila siku anakupa ndio furahi. Lakini ukisema mimi sina huo muda, lakini utajikuta unakaa na siku zako usizojua. Hakuna anayejua siku zake. Hakuna, hata mimi sijui siku zangu, hakuna anayejua siku zake. Isipokuwa tunaishi kwa kumwamini Mungu, kwamba kwa vile Mungu amenipa leo maisha leo, nitamtumikia na kumpendeza. Sawa. Kwa sababu Mungu ametupa nafasi, tutamtumikia na kumpendeza. Tumeona jumbe nyingi mbalimbali hapa. Kwa dakika chache sana, unaweza ukawabariki watu wengine kwa njia ya maombi? Najua kuna watu pia shuhuda zimetolewa hapa. Sawa. Na mwezi wa labda niseme kitu kimoja. Kwanza tarehe 4 mwezi wa kwanza, ibada ya Jumapili, tutakuwa na ibada nzuri sana pale kanisani. Mimi ni mchungaji hapa kanisa la AGT Ilemela. Ni jirani yetu tu hapa Ilemela hapa. Unavuka hapo mahakamani kwa mbele. Kuna ibada nzuri kanisa la AGT pale siku ya tarehe 4 asubuhi. Tumealika mwimbaji mmoja anaitwa Mtishibi. Itakuwa ni yani kwanza saa 3 ile Mtishibi huyo. Tutakuwa naye hapo, karibu sana. Tutakuja. Karibu sana. Na nimkaribishe kila mtazamaji anatusikiliza kwenye ibada hiyo. Karibu sana. Na wanawezaje sasa kufika pale? Yaani ukifika kama unakuja unaenda uwanja wa ndege, unaacha hiyo njia unaingia kama unaenda mahakamani. Kuna njia moja inaenda uwanja wa ndege, moja inaenda Malaika, unaacha unaenda na hiyo inakuja mahakamani juu ya vumbi. Unaenda nayo hiyo njia, ukiuliza utakutana na bango letu la AGT, kanisa la AGT pale tu kwenye kituo cha daladala. Kutokea hapo kwenda hapo kanisani sio mbali. Na mtu akitaka anaweza kuna namba za simu tutawapatia. 0755 54 72 31. 0755 54 72 31. 0755 Mbali na Elia Mtishibi kuna waimbaji wengine wazuri sana. Wengi sana yani itakuwa ni ibada ya kipekee sana. Ya kwanza mwaka na Bwana. Mimi sitakosa kwa sababu ni ya kwanza mwaka na Bwana. Karibu sana. Na mimi tutakuja pale, tutabarikiwa na imani, hata watazamaji wanaotazama kwa sasa. Karibu sana. Watabarikiwa sana. Yani sawa. Kwa dakika, kwa sekunde chache tu. Sawa. Kwa sekunde 30 unaweza pia ukatupatia ombi ili watu waweze kubarikiwa. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya wakati mwema. Umenipa nafasi ya kusema na kuongea na watu wako kwa njia ya chombo cha habari. Naombea kila anayetusikiliza na kututazama. Baba, kwanza tukikushukuru kwa maisha yetu ya mwaka 2025, na sasa tunapoenda kwenye mwaka 2026 tunaomba neema yako itusaidie kufika, lakini uwasaidie watu wako watakaoingia. Bwana, wape neema ya kuishi maisha yenye furaha, ya ushindi na kuachilia. Tuwe kama kitu kimoja kanisa lako, lakini pia tuwe kitu kimoja kama taifa. Tuishi kwa kupendana, chuki isiwe na nafasi kwenye mioyo yetu. Kuna watu kama huyu dada ambaye amesema ameachwa kazi, mkumbuke apate kazi nyingine ya heshima zaidi,
na wengine wote waliopitia changamoto mbalimbali, Mungu ambao amani yako iko ndani yao, wasaidie Bwana. Natamka neema yako juu ya kila mmoja mwenye mahitaji, mwenye kuumwa umsaidie. Lakini hata wale wanaotaka kuokoka, Mungu wapokee wokovu wako Mungu. Nami naomba Mungu usimwache yeyote yule. Na kama upo unataka kuokoka, hebu sema sala hii. Sema: Bwana Yesu, nakukaribisha moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa nitakufuata, kwa jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe. Amen. Mungu awabariki sana. Nipende kukushukuru sana Baba Askofu kwa nafasi nzuri ambayo umeweza kutupatia. Kwa kweli kitu chetu hiki cha Star TV, lakini kupitia kipindi hiki tunakushukuru sana, na Mungu aendelee kusimama nayo kwa kufanya kazi nzuri iliyotukuka. Na kwa yule mtazamaji pia nipende kutoa kongole za dhati kabisa ambaye ulikuwa ukitenga muda wako asubuhi na mapema kufuatilia kupitia kipindi hiki cha Tumsifu Mungu, na kwa kile ambacho umekuwa ukijifunza kutoka kwa waimbaji mbalimbali ambao wamekuwa wakikubariki, lakini pia kwa wachungaji nao pia wamekuwa wakikubariki katika kipindi hiki, katika safari tuliyoianza. Bila wewe sisi tusingeweza kuwa hapa, lakini kwa wewe ulipoamua kuichagua Star TV kuwa kituo chako bora cha kurusha matangazo, na imani kabisa Mungu nawe pia atakubariki, na uweze kuungana nasi katika safari yetu. Twende kwa pamoja, kwa sababu Mungu ndiye mrinzi na wokovu wa maisha yetu, kama mada yetu ambayo ilikuwa inasema amani tuliopewa kuishi nayo hapa duniani. Na hapo ndipo tutaelekea ukingoni na kufunga kipindi hiki katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 28 napoelekea ukingoni ikiwa ni Jumapili ya mwisho kuelekea ukingoni mwa mwaka huu 2025, na Baba Askofu ameweza kutubariki kwa ombi zuri kabisa. Na sasa nipende kuwashukuru pia jopo zima ambalo limehakikisha matangazo haya kukufikia tangu tulipoanza mwaka 2025 mpaka sasa, tukianzia kule Dar es Salaam ambapo tulikuwa na mtangazaji Stella Shao, lakini pia tulikuwa na Gazuko, na tulikuwa na Isike, na tulikuwa na pamoja na Abduli Diallo, gavana huyu kutoka Dar es Salaam. Hiyo ni crew nzima kutoka Dar es Salaam ambao pia wamekuwa ni moja kati ya mbaraka katika safari hii ya matumaini, kuhakikisha kwamba mnaendelea kubarikiwa na kupata kile ambacho kilicho bora na ambacho mnastahili kukipata. Lakini pia kwa hapa Mwanza sasa tulikuwa naye mwandaji wa kipindi chetu, na huyu si mwingine, mtaalamu kabisa na mtumishi wa Mungu Emmanuel Makuliga, ambaye alikuwa akikaa chini na kuumiza kichwa ni kitu gani ambacho akuletee ili uweze kubarikiwa na kukutanisha na watumishi mbalimbali katika nyanja tofauti tofauti. Lakini huyu si mwingine pia ni mtaalamu wako Elisha Ndalo, ambaye alikuwa anakaa kwa usahihi kabisa kwa muda mwafaka kuhakikisha sisi tunaonekana hivi katika mwanga angavu na tulivu, tukiwa tumependeza kweli kweli kwa namna jinsi ambavyo natazama. Huyu ni ambaye alikuwa anashika kamera na ambaye alikuwa anapiga picha kwa usahihi vizuri kabisa. Lakini bila kumsahau ambaye alikuwa anahakikisha waliokuwa wanahakikisha matangazo haya yanaruka hewani, alikuwepo Venita Salvatore pamoja na Anastasia Charles, ambao walikuwa hakikisha matangazo haya yanakufikia mahali kokote uliko kupitia YouTube, Facebook pamoja na Instagram kwa kuandika Habari Star TV na Tumsifu Mungu. Nina imani kabisa umebarikiwa, na hilo ndio jopo kubwa kabisa ambalo lihakikisha matangazo hayo unapata. Ingawa huenda unatamani labda ungewatazama, lakini kwa namna yake nina imani kabisa utakuwa umebarikiwa, na uweze kuungana nasi katika safari ya matumaini tunapoelekea katika mwaka mwingine wa 2026. Nikutakie heri ya sikukuu ya mwaka mpya. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja, ninakutakia kwa heri ya kuonana tena kwa mwaka 2025. Bye bye, endelea kuwa nasi na kutufuatilia kupitia kipindi hiki. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi